Basi yule akida na hao waliokuwa pamoja naye wakimlinda Yesu walipoliona tetemeko la nchi na mambo yaliyofanyika, wakaogopa sana, wakisema, hakika huyu alikuwa mwana wa Mungu. Wapendwa taifa la Mungu, wakati fulani nimesoma kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye magazeti habari za michezo. Habari moja ikawa imeandikwa kichwa cha habari, Wanayanga wamsahau Mayele. Lakini maelezo ni kwamba baada ya huyo mchezaji kuondoka na kwenda kucheza mpira katika klabu nyingine, basi Pacome akaonekana kuwafuta machozi Wanayanga, na Mheshimiwa Kikwete anafurahi, na naona Mheshimiwa Majaliwa kama vile hataki kutabasamu. Lakini habari ni kwamba wamepata mbadala, na mbadala huo tena unaweza ukaendana na kashfa kwamba alijiona yeye ndiye anajua, alijiona yeye ndiye bora. Lakini tumepata mchezaji mwingine tena bora zaidi yake, afadhali amekwenda. Hali kadhalika ikasoma kwenye vyombo vya habari, Simba wanatafuta mbadala wa Clatous Chama wakati ule alivyotoka kwenda Yanga. Mbadala. Na zaidi sana tunaongea juu ya mtu mwingine kuchukua nafasi ya mwingine, kuziba pengo. Hivyo hivyo katika nyanja za serikali, katika nafasi za kisiasa, hata katika nafasi zetu za uongozi katika kanisa, tunaongea juu ya mbadala. Mtu atakayeweza kuziba nafasi, kuziba pengo. Ndugu zangu, mbele ya Mwenyezi Mungu, mbele ya Mwenyezi Mungu, hakuna mtu yeyote atakayeweza kuziba pengo ama kuchukua nafasi ya mwingine mbele ya Mwenyezi Mungu. Ingawaji sote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, lakini every individual person is unique. Kila mwanadamu ni wa pekee kwa Mwenyezi Mungu. Hata kama watu wamezaliwa mapacha, na wengine tunawachanganya kwa kufanana, kwa sauti na kwa kutenda, lakini hakuna mwanadamu mwingine yeyote atakayetenda sawa sawa na mwingine. Na kila mwanadamu pamoja na kuumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amemuumba kila mwanadamu kwa namna yake. Ndio maana wataalamu wanatuambia juu ya fingerprint patterns, hizi alama za michoro ya kwenye vidole, kwamba hakuna mwenye hizi patterns
zinazofanana na mwingine, hata kama wamezaliwa mapacha wa kufanana. Na tunaambiwa probability ya kufanana hizi fingerprints patterns ni wawili wanaweza wakafanana, that is probability, kati ya watu bilioni 64. So the world population ni 8 billion point something, 0.4.3. Na hiyo simple statistics ya kibiolojia inatukumbusha kwamba kila mwanadamu ni wa pekee kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini sasa tunajikuta tunaishi katika tofauti, wakati mwingine kwa chuki, kwa hasira, kwa mafarakano? Ni kwa sababu hatukujaliwa kuelewa irrepressible value of human person in this world. Hatujajaliwa wengine kuelewa thamani ya mwanadamu isiyoweza kuchukuliwa na mtu mwingine yoyote katika ulimwengu huu. Ndio maana tunapokujikuta katika maombolezo juu ya kifo, juu ya mpendwa wetu, juu ya mmoja wetu, ndipo mara nyingi hizo irrepressible values au special charisms ambazo yule tuliyokuwa nayo aliziishi zinaonekana. Katika somo la Injili, sisi Wakatoliki tukiwa katika kipindi cha mfungo wa Kwaresma, tunaingia Juma Kuu, tunatafakari zaidi mateso ya Kristo, kukataliwa kwa Kristo, kusulubisha, kudhalilishwa na kuuawa kwa Kristo. Tunatafakari hiyo thamani ya mwanadamu ambayo wanadamu wengine hatuioni, na hivi tunaidhalilisha, tunaitenda jeuri, tunaiangamiza. Lakini hatimaye katika Injili tunaambiwa yule akida, wale waliokuwa wakimlinda Yesu pale msalabani wakati anakata roho, alisema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. It was too late. Kwamba katika hali hiyo Kristo anakata roho msalabani, ndio wanatambua kwamba huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Ndugu zangu, na ndivyo ilivyo leo hii kwa mpendwa wetu William Lukuvi. Katika nafasi mbalimbali za mahusiano naye, katika utumishi wake kwa serikali yetu, katika maisha yake ya kiimani, maisha ya ndoa na familia, leo kifo kinapomkuta ndipo tunatambua thamani kubwa ya huyu hayati wetu William, ambayo wengine hatukujaliwa kuitambua katika uhai wake. Fundisho ni nini? Tumuombe Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu aendelee kututafakalisha juu ya maisha na kifo. Mwanadamu ukiacha kutafakari juu ya maisha na kifo, tumeacha na tumeondoa thamani ya utu, na tunaweza tukatendeana vyovyote vile. Lakini tunapokutana na misiba kama hii, na watu tunavyoondoka katika ulimwengu huu kwa namna tofauti, kwa umri na hali tofauti, tunapotafakari fumbo la kifo, tumuombe Mwenyezi Mungu tujaliwe kuishi katika huruma yake, kwa mapendo,
kwa ushirikiano, kwa maelewano na kuombeana mema na kulindana mbele ya Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tusimame sasa tumwombe Mwenyezi Mungu dua kwa ajili ya mpendwa wetu hayati William Lukuvi. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umtakase na madoa yote ya dhambi, umjalie aweze kuwa mtumishi wako katika altari ya mbinguni kama vile alivyotumikia katika taifa letu. Tunakuomba kwa ajili ya ndugu jamaa na marafiki, wajalie moyo wa imani kuu. Utujalie nasi kukupenda wewe, kukutumikia wewe kwa unyenyekevu na kujiweka mbele yako na kupokea mapenzi yako katika hali zote, kwa Kristo Bwana wetu. Ndugu zangu, tuketi sasa na tunaendelea na ibada hii takatifu, ikiwa ni sehemu ya sadaka